Naweza nikasema kwamba Pasali ni mtu ambaye ni mwaminifu katika ndoa yake. Kwa maana kwa mitihani ambayo anayoipitia sio rahisi sana kwa mwanaume ambaye amekamilika kuweza kuikwepa hiyo mitihani. Asilimia nyingi huwaga linawatokea la kuwatokea, wanashindwa kuvumilia. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu, kisha unatusupport kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya video, kisha una like video, unaweka maoni yako hapo chini ya video. Nitoa angalizo kidogo kwa watu ambao mnatazama hii video. Hii ni maalum kwa ajili ya review and promotion, ila ukitaka kuiangalia ikiwa original video hakikisha unatembelea hapa YouTube kwenye channel ya Pasali Brand ili uangalie ikiwa kwenye mfumo wa original video, ila ukija Simulizi Plus hapa utapata ikiwa kwenye mfumo wa final review. Baadhi ya scene ambazo tutakuwa tumezipita kwenye episode husika, basi tunazifanyia uchambuzi baada ya kumalizika. Hakikisha unatusupport ya twende sawa. Sasa moja ya vitu ambavyo tumekuja kuvishuhudia ni Pasali pamoja na Doreen. Mazungumzo yao inaonekana kuwa Pasali pamoja na Doreen walikuwa kwenye mahusiano, ila mahusiano yao yalishaisha, na sijajua sababu kubwa ilikuwa ni nini ya mahusiano yao kuisha, lakini inavyoonekana kuna viashiria tosha kwamba Doreen bado anampenda Pasali. Huenda Pasali aliamua kumove on, akaamua kwenda kuanza maisha mengine na akaamua kuoa, lakini Doreen kwa sasa hivi hajabahatika kuolewa na mwanaume yoyote. Sasa ni kitu ambacho Pasali alikuwa akimuuliza kuwa mimi tayari niko kwenye ndoa, lakini Doreen alimwambia kuwa yeye hayupo kwenye ndoa yoyote, na inavyoonekana kuwa kwamba kitu ambacho Doreen anataka mahusiano yao yarudi kama ilivyokuwa hapo awali, lakini Pasali anagoma kwa kumwambia kuwa tayari yeye kashaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo hapa kuna sababu tosha kabisa kwamba huenda Pasali pamoja na Doreen wali move on kwa sababu ambazo zilikuwa sio kwamba waligombana. No, huenda umbali wao ndo kilikuwa chanzo cha wao kuweza kutengana kwenye mahusiano. Kwa maana ingekuwa ni waliachana kwa shari, basi Doreen asingepata nafasi ya kukaa na Pasali na kumuuliza kinachoendelea. Kama kuna nafasi yote basi anaweza kaipata. Anyway, lakini ndo hivyo, Pasali alimwambia ukweli kwamba yeye hawezi kuwa na yeye tena, yaani watabakia kuwa kama marafiki. Sasa kitu ambacho Doreen naamini kuwa atakuwa anakijua, atakuwa anamjua tosha kabisa Lydia. Atakuwa anamjua Lydia ambaye ni mke wa Pasali. Kwa maana kama unakumbuka, Doreen alimuuliza Pasali mara mbili kwamba unamwamini mke wako? Ya, kwenye ndoa yako unaishi vizuri? Pasali yeye anamwamini sana mke wake. Najui matendo yake, laiti angekuwa anajua basi asingekuwa na nguvu hata kumwambia Doreen kwamba yupo kwenye ndoa. Kwa maana huko aliko kule nyumbani kuna wengine. Yaani ni dharau kubwa sana ambayo Lydia ameonyesha ama anaendelea kuionyesha. Sasa mazungumzo yao yaliendelea kama hivyo, na walikuwa kwenye restaurant moja wakiwa wanaendelea kupata chakula, Pasali pamoja na Doreen. Basi tukiachana na huko kwa upande wa Pasali pamoja na Doreen, moja kwa moja ni kupeleke kwa Kiduchu. Maana kama unavyojua kwamba Kiduchu anashuhudia mambo mengi sana ambayo Lydia anayafanya. Ni moja ya vitu ambavyo anavishuhudia, anashuhudia Lydia analala chumba kimoja na yaani analeta mabwana zake wanalala chumba kimoja, aliyakuwa Pasali hayupo. Sasa mimi kitu ambacho ninachomsifia Kiduchu, na Kiduchu sio mtu wa kukunja sana, yaani yuko peace sana. Yaani laiti angekuwa watu wengine hapo tayari kashakuwa kampigia simu Pasali ama kamtumia picha aone kinachoendelea huko nyumbani kwa ushahidi, lakini hajafanya hivyo. Ila yeye anachokifanya ni kumjali tu Pasali, kama unavyojua kwamba Kiduchu anampenda Pasali. Sasa ni vitu ambavyo anavifanya, hana mambo mengine tena ambayo anaweza akafanya kwamba aonekane muongo. Hapana.
yeye anajua anachokifanya, anajua nini hatima ya yote ambayo yanatendeka. Sasa mtu ambaye naweza nikasema kwamba mtu ambaye anachepuka na Lydia na yeye yupo kwenye ndoa, tena na mke halali kabisa. Sasa kama unavyojua kwamba mke wa Martin ambaye ndo anachepuka na Lydia wapo yani anamjua Kiduchu, na mara nyingi Kiduchu alikuwa akija nyumbani kwake wanapiga story. Sasa baada ya Kiduchu kuja nyumbani kupiga story na mke wa Martin akatokea na akaamini kwamba Kiduchu atakuwa amekuja kuleta umbea, kumwambia mke wake nini kinachoendelea kati yake pamoja na Lydia. Lakini Martin tunaona kwamba yani naweza nikasema kwamba alijishtukia, akampa onyo Kiduchu kwamba kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kuja nyumbani kwangu. Unataka umwambie mke wangu kitu gani? Sasa mimi nachoamini kwa Kiduchu, wala alikuwa na lengo la kusema kile kinachoendelea. Mwenda alikuwa anataka kusema vitu vingine, lakini sio kile ambacho kinachoendelea. Kwa maana angekuwa na nia ya kutaka kumwambia Pasali, angekuwa ameshamwambia kitambo sana, tena kwa ushahidi wa picha. Angepiga picha akamtumia WhatsApp. Mbona kama anadiriki kumtumia picha zake akiwa kwenye mavazi ambayo sio rafiki kuonekana na mtu mwingine ambayo sio boyfriend wake wala sio mume wake? Kwa nini asishinde kupiga picha Martin pamoja na Lydia na akamtumia Pasali na akamwambia nini ambacho kinaendelea? Lakini hajafanya hivyo. Sasa mimi naamini kwa upande wa Martin, ile ilikuwa ni wasiwasi yake tu kwa kila ambacho kinachoendelea. Aliamini kwa Kiduchu, basi story ambazo anakuja kuzileta ni story za yeye pamoja na Lydia. Sasa moja ya vitu ambavyo vinaendelea ambavyo vime-happen kwenye episode ambayo imepita ni Doreen pamoja na Pasali. Mimi sijajua kwa upande wa Pasali huu mtego huu kama akiuchomoa basi inabidi ahudhurie vikao vya wanaume, kwa maana wanaume wachache sana ambao wanaweza kukwepa hii mitego. Sasa huo ndo babu kubwa. Sasa huo ndo unakwenda kutuaminishia kuwa Pasali anao uvumilivu kiasi gani. Endapo akifanikiwa kukwepa huu mtego ama kuvuka huu mtego, basi atakuwa yuko na energy sana, atakuwa mwaminifu sana kwa mke wake. Na sidhani kama kuna mtego mwingine ambao atakuja kushindwa endapo akiweza kupita huu mtego ambao umemwandama kwa sasa. Kumbuka kuwa Pasali ametoka kikazi zaidi, yupo mbali na nyumbani, kwa hiyo atakulala kwake analala hotelini, yani lodge, ndio sehemu ambayo analala. Sasa kama ni mara ya kwanza, hakikisha unaonyesha support yako hapo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya video, kisha una like video ama unatuandikia maoni yako. Nafuatilia ndoa ukiwa sehemu gani na nini unachojifunza zaidi hapa kwenye tamthilia ya ndoa, na hakikisha unaitembelea ikiwa unaifuatilia ikiwa kwenye mfumo wa original, then ndo unatazama hapa. Na nimekwambia sehemu ni moja tu ambapo inapatikana kwenye channel ya Pasali Brand hapa YouTube. Utakiangalia ikiwa kwenye mfumo wa original video, basi hakikisha unatembelea kwenye channel ya Pasali Brand ikiwa uweze kuangalia ikiwa kwenye mfumo wa original video. Na ukija hapa Simulizi Plus unapata final review and promotion. Ndo nia yetu kubwa sana. Thank you for watching this video and bye bye.